بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zangu, tukiendelea na darasa yetu ya kitabu Hikmatu min at-Tarikh ma baina wafati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama ila maqtal al-Husaini sana 61. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunaingia al-mabhathu thalith, ayatu al-wilaya. Moja katika hoja ambazo Shia au Rawafidha wanajenga ili kuaminisha watu kwamba ukhalifa ulikuwa ni Sayyidina Ali, si Abubakari, kama ambavyo tumeona kitarikh. Miongoni mwao wanatumia ayatul wilaya, aya inayozungumzia wilaya au walaya, kwa maana ya mapenzi, usimamizi, kunusuru, kusaidia, yote katika maana za neno alwalaya. Anasawia qaulullahi tabaraka wa taala, nayo ni kauli yake tukufu ya Allah tabaraka wa taala aliposema, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Hakika si vinginevyo kipenzi chenu, rafiki yenu ni Allah na mtume wake, na wale ambao wameamini, ambao wanasimamisha swala, wanatoa zaka, na huku wamerukuu, na huku wamerukuu. Hii tafsiri ndio ambayo inayejengewa hoja na hawa Rafidha kwamba Ali ndiye anayehusika katika aya hii. Lakini neno wa hum raki'una halina maana hiyo ambayo wao wanasema. Tutaona zaidi katika darasa zetu. Ya Maryam qunuti rabbika wasjudi warka'i ma'a raki'in. Ai, wakati bi Maryam anaambiwa hakuwa katika mazingira yeye kusali, kwa hiyo si kama rukuu yeye hawezi kusali. Lakini je, rukuu ina maana gani?
Katika aya nyingine, wa idha qila lahum urka'u la yarka'un, wakiambiwa jamani mrukuu hawrukuu. Je, ina maana kurukuu kwa maana kurukuu ndani ya sala au ina maana gani? Kwa hivyo miongoni mwa aya ambayo inatumika na kujengea hoja basi ni aya hii. Tumesema kwamba mara nyingi wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna maradhi, basi mara nyingi wao hutumia aya tata katika kuleta tafrani katika jamii, kutaka kupoteza watu, kutaka kuleta tu migogoro katika jamii ili watu waone kwamba wao ndio wako sahihi. Hutumia zile aya tata zenye neno au ina maana zaidi ya moja. Kwa hivyo aya hii imejengewa hoja hiyo kwamba huyu ni nani? Ni Sayyidina Ali. Tuone katika maelezo ya mwandishi wetu, anasema dhakaru fi tafsiri hadhihi al-aya hadithan au rawafidha au shia, wametaja katika tafsiri ya aya hii hadith an Ali, wametaja hadithi ambayo inatoka kwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana rakian fi salah, Ali alikuwa amerukuu akiwa ndani ya swala. Ali alikuwa amerukuu akiwa ndani ya swala. Sasa amerukuu inajulikana, ameinama mikono yake kwenye magoti akiwa ndani ya swala. Wanasema hivyo, fajaa faqirun, akaja mtu mmoja ambaye ni maskini, fakiri sana, mtu mhitaji sana, yasalu sadaqa. Huyo mtu alikuwa akiomba apewe sadaka, kwa hali yake anaomba asaidiwe apewe sadaka. Waqila yasalu zaka, wengine nasema alikuwa akiomba apewe fungu la zaka. Inasema hivyo, famadda Ali yadahu wa fiha khatamu, Ali akanyosha mkono wake na ndani ya mkono wake kuna pete. فأخذ الفقير الخاتم من يد علي رضي الله تعالى عنه, yule mfakiri akachukua pete ambayo ilikuwa ya madini kwenye mkono wa Sayyidina Ali. Fa'anzala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah kateremsha hii, innama waliyukumullahu wa rasuluhu, hakika si vinginevyo kipenzi chenu rafiki yenu ni Allah, mtetezi wenu ni Allah na mtume wake, walladhina amanu, walioamini, alladhina ambao yuqimuna salata, wanasimamisha swala, wayutuna zakata, wanatoa zaka, wa hum raki'una. Kwa hiyo Ali alitoa zaka hali akiwa ndani ya swala. Qalu wama ata zakata huwa raki'un illa Ali, hakuna aliyetoa zaka aliyekuwa amerukuu isipokuwa alifanya hivyo alikuwa ni Sayyidina Ali. Fasara huwa alwaliya huwa alkhalifa, kwa yeye sasa ndio alwali kwenye aya hiyo. Fasara huwa alwaliya fahuwa alkhalifa. Kwa hivyo Ali amekuwa yeye sasa ni wali, kiongozi, mtetezi, msimamizi, lakini kwa maana kiongozi wao ndio khalifa. Hivyo ndivyo ambavyo wanavyojenga taswira hiyo ifahamike. Sasa mwandishi wa kitabu chetu Uthman al-Khamis, Muhammad ibn Uthman al-Khamis, anasema hafidhahu Allah wa ra'ah, wa raddu ala hadha al-iddia min wujuhin, majibu kwenye madai haya yapo katika namna zifuatazo. Majibu katika madai haya yapo katika namna ifuatayo. Awalan, jambo la kwanza, hadhihi sadaqatu, hadhihi alqissa, kisa hichi laysa laha sanadun sahihun, kisa hichi hakina mategemezi sahihi. Hichi kisa ambacho kinasemwa hapa ni kisa ambacho hakina mategemezi sahihi.
ولم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه نولا haikuthibiti kwa Ali Allah muiradhi annahu tasaddaqa bil khatami, kwamba yeye alitoa sadaka kwa khatam ambayo ni ya madini ya dhahabu, wa huwa raki alikuwa amerukuu. Hakutoa, haikuthibiti hivyo. Wa huwa Ali wa huwa ghaniyun an madhihi bima lam yathbut, na Ali si mtu muhitaji kwa kusifiwa na sifa ambazo hazikuthibiti. Wa yakfihi ma madahu Allah bihi azza wa jalla wa ma madahu bihi Rasulullah sallama, inatosha sifa ambazo Allah amemsifu Sayyidina Ali, inatosha sifa ambazo Allah amkamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ghaniyun, yeye ni mkwasi, hahitaji an madhihi, kusifiwa bima lam yathbut, kwa sifa ambazo hazikuthibiti. Hana haja hizo, kwa sababu ana sifa nyingi. Amesifiwa na Allah tabaraka wa taala, pia amesifiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa nini tulazimishe sifa ambazo hazikuthibiti tukalazimika kumsifia yeye? Yeye hahitaji hizo. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu, Allah mtukufu anasema ndani ya Qur'ani, qad aflaha almu'minuna, hakika wamefaulu waumini wa kweli, alladhina, waumini ambao hum fi salatihim khashi'una, wao ndani ya sala zao ni wanyenyekevu wa hali ya juu. Almu'minuna ya kwanza mpaka aya namba 2. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna fi salati la shughla. Jamani, katika swala bana kuna mambo ambayo hayakupi hata sekunde kushughulikia jingine. Huna nafasi hiyo. Hakuna hata distance ndogo ambayo utaipata wewe ambayo ina free fulani ukaweza kufanya nyingine. Hakuna. Inna fi salati la shughla, hakika kwenye swala kuna shughuli. Hakuna distance, hakuna nafasi hata ndogo ya mtu kuwa free katika swala. Hakuna. Kila kitu kinakwenda kwa kipimo maalum. Katoka hapa mengia hapa, atakiwa fanya hivi. Sasa vipi wewe ushughulike na jambo ambalo limepangiwa muda wake, nafasi yake ipi ya kulifanya kisheria, alafu ulifanya ukiwa ndani ya swala? Hii ndio mantiki ya hadithi ilivyoeleta. Fakaifa narda li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, vipi sisi turidhie kwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa min ru'usil khashi'ina, yeye ni katika vinara wa khushu'i. Ziko sifa ambazo Mtume kamsifu tena kwenye sala na ameshinda Sayyidina Ali, ni vinara wa khushu'i wa aimatihim, na ndio kiongozi wao. An yatasaddaka wa huwa yusalli, halafu yeye huyo kinara unyenyekevu katika swala na ndio kiongozi wao, halafu atoe sadaka hali ya kuwa na swali. Vipi wewe? Amma kana yastati'u an yantadhira, haikuwa kwa Sayyidina Ali akaweza kustahimili kusubiri hata yakdhi salatahu thumma yatasaddaq, mpaka sala yake imalize ndio atoa sadaka. Hakuwa na nafasi ya kusubiri. Amma kana yastati'u an yantadhira hata yakdhi salatahu thumma yatasaddaq, hamza ya kwanza amma kana, haikuwa kwake yeye aweze kusubiri mpaka sala yake imalize ndio atoa sadaka. Bitabii, kwa uhakika kabisa. Bitabii ay bidabt, kwa uhakika, sio na shaka, uhakika. Sa kana yastati'u dhalika, Sayyidina Ali hilo jambo alikuwa anaweza kulifanya, akasubiri amalize swala ndio atoa sadaka. Wal aula anna al insana
yakhshaw fi salatihi قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد صلاة. والأولى na jambo ambalo ni bora ni sahihi zaidi ni kwa mwanadamu yakhsha fi salati, anakuwa na khushu kwenye ibada yake ya swala, qadra ma yastati, kwa kiasi awezacho, wa yuakhiru mithla hadhihi al-umuri, na huwa anaakhirisha mfano mambo kama haya ya sadaka, zaka kama haya, ila ma baada salah, ayafanye baada ya swala, kwa sababu inna fi salati la shughla. Kuna nafasi gani ya kufanya hilo? Kwamba aje mtu basi na wewe ukaanza kushughulika kutoa, kufanya vipi, umerukuu afu kamkabidhi chukua. Kuna haja gani ya kufanya hivyo? Tunakubali kwamba kuna dharurati itakulazimu hivyo fanye. Una ufunguo mfukoni, halafu na nyumbani kumewaka moto na ufunguo unao na unaswali, basi unatoa kutoa funguka hapa, watu wakaenda kafungua ukaja kurekebisha na ukaenda na sala yako, bali unaweza hata sala ukaiacha kwa sababu ya dharura hiyo. Sasa lipi la kumshusha wakati lina muda wake kutoa sadaka au zaka? Yeye akaona atoe zaka au sadaka akiwa ndani ya swala, wakati sala inataka khushui na yeye ni kinara wa khushui, vipi aiache hiyo? Kwa hivyo hoja imejibiwa. Nukta ya kwanza ya majibu yake ni kwamba hichi kisa kwanza ni uongo, hakijathibiti hasa kwa usahihi. Kwa mujibu wa dalili hakijathibiti kwamba Ali afanya hayo katika swala. Lakini ukitazama Ali ana sifa nyingi ndani kwa Allah, amesifiwa, lakini mtu wake salama hana haja gani ya kusifiwa sifa ambazo si sahihi kwa Ali, pia wakati yeye ameshasifiwa sana na yeye ni kinara katika khushui katika swala, yajulikana hivyo. Na mtu anasema inna fi salati la shughla. Asa ikiwa ni kiongozi na kinara katika hilo, vipi jambo hili ambalo anaweza kusubiri akalifanya baada ya swala, kwa nini alifanya mkiwa ndani ya sala? Kwa hoja ya msingi ni kwamba kisa hichi si madhubuti, hakijathibiti kwa usahihi. Lakini tuje tu kwenye kiakili, vipi sendali yafanya mambo haya wakati kuna nafasi ya kufanya baada ya swala? Lakini jibu jingine, nukta ya pili ambayo inavunja hoja hiyo, thaniyan, jambo la pili, anasema innal asla fi zakati, hakika asili kwenye zaka, ayabda biha almuzakki la yantadhira hatta yatiyahu talibu. Asili katika zaka, ayanze kwa zaka hiyo mwenye kutoa zaka, sio kwamba yeye angojee mpaka amjie muhitaji. Zaka wewe unatakiwa uitoe ipeleke, sio kusubiri muhitaji akuja kufuata ya kuombe nigeie. Sheria na asili ya zaka, mtu mwenyewe ikifikia muda wake anaipeleka zaka, kwa sababu wewe unamfuata, unajua muda wake ushafika. Kwa hiyo kishafika muda kwamba sasa hivi muda ushafika, mali yake inafaa zaka, ana account kilichotakiwa kutoa anakipeleka sehemu husika. Hiyo ndo asili ya jambo lenyewe. Anasema fa ayyuhuma afdal, lipi katika mawili ni bora? an tubadira anta bidaf'i zakati au an tajlisa fi baitika wa zakatuka indaka thumma tantadhira hatta yatruqu alayka albaba fatu'tiyahum zakata amwalika. La shakka an al-awwal afdal. Fa ayyuma afdal, lipi bora katika mawili? An tubadira au an tajlisa fi baitika, au ukae nyumbani kwako, wa zakatuka indaka, na zaka una wewe, thumma tantadhira, kisha wewe usubiri,
hatta yatruku alayka albaba fatuti'ahum zakata amwalika, usubiri nyumbani kwako mpaka wao waje wagonge mlango wako, kisha wewe ndio sababu ya kuwapa zaka yao, ya zaka ya mali yako. La shakka anna al-awwala afdal, lakini kwa shaka, kuna shaka yote, la kwanza ndio bora. Lipi hilo? Ni wewe ikiwa umefikia haraka mali ile zaka, fanya haraka kuipeleka zaka ile kuhusika. Usibaki nayo nyumbani kwako zaka yako unasubiri muhitaji aje kwenye mlango ndio umpe. Bora ufanye hivyo. Je, Sayyidina Ali alifanya lipi katika sifa yake alivyokuwa nayo? Asubiri watu waje mgonge mlango awape, au aifanye kuipeleka katika sehemu husika kabla ya watu kumfuata? Bila shaka ataipeleka zaka hiyo kabla watu kumfuata. Hii ndio bora na ndio stahiki zaidi. ثالثا نقطة 3 إن عليا رضي الله تعالى عنه كان فقيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali bwana alikuwa ni mtu maskini sana. Kwa fakiri anakwenda kwa fakiri mwenziwe. Ali alikuwa ni fakiri sana katika maisha au wakati wa uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika kana maharu Fatimata, kwa hivyo ilikuwa mahari aliyetoa kumwa Bi Fatima binti Rasul sallallahu min Ali radhiallahu ta'ala anhu dir'a fakat, ilikuwa ni dir'a. Dir'a ni nguo maalum ya chuma inayovaliwa kwenye vita, na kiguo ambacho kinakuwa kinazuia tu maeneo fulani fulani, sio kama nguo ndogo. Kiguo maalum cha vita ndio dir'a. Ndio ilikuwa mahari yake kuitoa kumua Fatima. Bas, ilikuwa ni hiyo tu. Lam yumuhirha malan, hakumtolea mahari Fatima mali nyingi. Liannahu lam yakun lahu malun radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali hakuwa tajiri, hakuwa na mali. Kana faqiran, alikuwa ni maskini sana. Mithlu Ali la tajibu alayhi zakatu, na mfano kama Ali haifai kwake kutoa zaka. Wala tajibu alayhi zakatu fi hayati nabii sallallahu. Kwa hivyo haikuwa yeye ana wajibu wa kutoa zaka katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuwa na wajibu huo. Kwa hiyo hii nukta inakupa, ina reflect kwako kwamba kweli kile kisa cha uongo hakijasibu, hakiwezi kupingana na uhalisia. Siku zote miongoni mwa kujua usahihi wa hadithi za msalaba kwanza zisipingane na uhalisia. Ukisikia Mtume anasema jua siku zote linatoka magharibi na kwenda kuzama mashariki, hadithi inasema hivyo, hadithi hiyo itupi mbali kabisa. Kwa nini? Miongoni mwa masharti yake haiwezi kupingana na uhalisia. Hauwezi kujua kutoka magharibi kuja mashariki. Atoka magharibi, mashariki kuja magharibi ndio kuzama. Akasema jua kutoka magharibi na zama mashariki. Si kweli. Hadithi hiyo si maneno ya Mtume salama, ni uongo, kwa sababu moja umepingana na uhalisia. Kwa hivyo Sayyidina Ali katika uhai mtu alikuwa maskini sana. Zaka na ni mahari yake ni dir'i, na hakuwa na chote, hakuwa tajiri, kwa ni mnyonge sana. Kwa hivyo yeye hakupaswa kutoa zaka, haikumsaidia kutoa zaka. Kwa hiyo hicho mkisa mmempambia, si maneno sahihi kwa upande wake. Rabi'an, هذه الآية ليس فيها مدح إعطاء الزكاة في حال الركوع. هذه الآية هي ليس فيها hakuna ndani yake madhu itwa zakati fi hali rukui, hakuna ndani yake sifa ya kutoa zaka katika hali ya kurukuu. Wa illa kana kullu insanin yumdahu idha dafa'a zaka wa huwa raki'un wala sarat sunnah. Na kama
ikiwa kweli hii inazungumzia madhu ya zaka katika hali ya rukuu, ikiwa kweli ni hivyo, basi ingekuwa kila mwanadamu angeweza kusifiwa anapotoa zaka hali ya kuwa amerukuu, na ingelikuwa ni sunna. Kwa nini? Kwa sababu maana akafanya Saidina Ali na Mtume sema ameridhia, amenyamaza kwa hili sunna takhiriri. Kwa hiyo sisi sote tukitoa zakat tutoe zakat kwa tumerukuu, ni sunna. Kutoa zakat ni sali, ni ima sala sunna faradhi, afanye mtu ndo mgeie, ingelikuwa hivyo. لأن الله مدح من يدفع زكاته هو الراكع، kwa sababu Allah amesifu wanaotoa zaka alikuwa amerukuu, kwa mujibu aya ambayo wametoa. Fatakunu sunna fi daf'i zaka, itakuwa sunna kutoa zaka ayadfa'a lisan wa huwa raki'un, atoe zaka alikuwa amerukuu. Wa hadha lam yaqul bihi ahadun, na kaulihi haijasema na yeyote katika wanachuoni wafasiri wa Qur'ani. Hakuna yote aliyezungumza kwamba hivi ndivyo ndio tafsiri yake, hakuna, haina maana hiyo. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, na aya inazungumzia masuala hayo. Rukuu, je, ina maana rukuu kama mtu anarukuu? Khamisan, nukta 5, ذكر الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة وهي غير الأداء، لأن إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس هي أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الكمال في الطهارة، في الأداء، في الركوع، في السجود، وفي الخشوع، في الذكر، في القراءة، وهذه هي القامة للصلاة. أنا ذكر الله تعالى إقامة الصلاة وهي غير الأداء. Hapa Allah ametaja sala, kusimamisha sala, sio kwa maana kutekeleza ile ibada ya sala. Lianna iqamata salati, kwani kuitekeleza sala, kusimamisha sala, kama yakulu Abdullah ibn Abbas, kama anavyosema Abdullah ibn Abbas, wa hiya an yuaddiha, aitekeleze ibada hiyo kama addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoitekeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai ala al-kamali fi tahara, anatoa, anasali au ana ukamilifu katika tahara. Ala al-kamali fi tahara fi al-ada, anapoitekeleza ibada hiyo au ana ukamilifu wa tahara. Wa fi rukui, na ana ukamilifu katika kwenye rukuu. Wa fi sujud, na katika sijda. Wa fi khushu', na katika khushu'. Yani unapoitekeleza sala hii uwe na tahara, lakini pia kwenye rukuu na tahara, sio na tahara, na kwenye khushu', yani fi sujudi wa fi khushu', kwenye sijda na katika khushu', fi dhikri na katika dhikri, fi qira'at na katika qiraa. Hadhi hiya al-iqamatu lis-salah. Kwa hivyo hapa ndipo kusimamisha sala, ukamilifu wa tahara katika kutekeleza, lakini ukamilifu wa tahara kwenye kurukuu, ukamilifu yani kuwa na ukamilifu kwenye kurukuu, yani arukuu kwa ukamilifu, sijda yake iwe kwa ukamilifu, khushu yake iwe kwa ukamilifu, dhikri kadhalika na qiraa. Hadhi hiya al-iqamatu lis-salah. Hii ndio maana ya kuisimamisha sala. Wa idha kana kadhalika, ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, fama sababu dhikri rukuu baada dhikri iqamati lis-salah, kama hivyo ndivyo ilivyo, panahitajika ukamilifu wa tahara katika ibada hiyo kuitekeleza, lakini ukamilifu kwenye rukuu na sijida, khushu' na dhikri na qiraa, mfano kama huo. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, idha kana kadhalika, fama sababu dhikri ruku'i baada dhikri iqamati salah, kuna sababu gani ya kutaja rukuu baada ya kuzungumzia dhikri iqamati salah? La shakka ana almurada ruku'un akhar, bila shaka hapa makusudio ya rukuu si rukuu hiyo ya sala, ni rukuu nyingine kabisa inayokusudiwa, sio hiyo, la shaka, kwa sababu haiendani. Wa idha kana kadhalika, ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, fama sababu dhikri ruku'i baada dhikri iqamati salah,
kwa sababu unaposema mtu yuqimuna sala, tayari yote yameingia. Ukamilifu wa swala ni pamoja na kurukuu, kusujudu, dhikri na qiraa, ni ukamilifu wa swala. Sasa hapa amesema iqama sala, halafu akahitaja rukuu. Kuna haja gani ya kutaja hapo kati tayari rukuu imeingia katika iqama sala? Kwa bila shaka ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, kwa hivyo neno rukuu hapa lina maana nyingine, sio maana ambayo umezungumza. Walmuradu huwa alkhushu' walkhudu' lillahi tabaraka wa taala. Rukuu ya hapo ni unyenyekevu wa hali ya juu, wa kiwango cha juu, kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Kama qala Allah tabaraka wa taala an Daud alayhi salatu wassalam, kama Allah aliposema kuhusiana na Nabii Daudi alayhi salatu wassalam, wa dhanna Daudu, na Daudi yeye akadhani, annama fatannahu, kwamba sisi tumemtia mtihani. Fastaghfara rabbahu, akamtaka msamaha Mola wake. Wa kharra raqi'an wa anaba, wa kharra raqi'an wa anaba. Haya ukifasiri kurukuu, haya itakuwa vipi? Kaporomoka hali ya kuwa amerukuu. Hii rukuu ni swala, iko rukuu hii. Kaporomoka rakian, hali ya kuwa akiwa na unyenyekevu hali ya juu kwa Mola wake. Wa anaba, tena akirejea kwa Mola kwa kile ambacho yeye amekikosea. Ndio maana hii wanasema si katika azaimi sujudi. Inasema kiipita hii katika sala tilawa, haimo katika hiyo. Ingawa wengine wanakuwa wanaifanyia, lakini nasema haimo, laisa min azaimi sujud. Swali nambari hiyo 24. Wa huwa kharra sajidan wa inma samahu rakian lidhulli, yeye aliporomoka akaenda kasujudu, sio kurukuu, lakini imeitwa hivyo kwa sababu samahu rakian, imeitwa rakian lidhulli wal khushu' lillahi tabaraka wa taala, kwa sababu ameonyesha kilele cha kujidhalilisha na kunyenyekea kwa Mola mtukufu, ndio ikawa kharra rakian wa anaba. Wakama qala Allah tabaraka wa taala, pia Allah mtukufu anasema katika aya nyingine, wa idha qila lahum urka'u la yarka'un, na wanapoambiwa jamani nyie mnapaswa kusalimu amri na kunyenyekea kwa Mola, wao hawafanyi hivyo. Sasa wewe utaichukua rukuu ile ya istilaha ya sala ya kuweka mikono kwenye magoti yalikuwa yameinama, ile ni istilaha katika sala, lakini raki'an wa idha qila murka'u la yarka'una, kwa maana ya kawaida inayotumika hapo ni unyenyekevu na kujisalimu amri, kujitupa kwake Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio makusudio ile aya. Siku wanavyoambiwa sujudu, wasali, warukuu, hurukuu, inaweza kuja maana, lakini kwa hapo haitafsiriki hivyo. Mursalat ay ikhda'u, nyenyekea, wastaslimu li amri llahi tabaraka wa taala, na tini kwa kufuata kwa unyenyekevu wa juu amri ya Allah tabaraka wa taala. Muislamu, usiharakie sana unapokuta aya kama hizi ukatafsiri hivyo unavyoona wewe. Yani haraka sana usifanye hivyo.
ni vyema ukarudi na nyenyekea kama wanavyonyenyekea, au nyenyekea na pana moja na wenyewe kunyenyekea. Ya Maryamu kunuti, e Maryamu tii rabbika, kumtii Mola wako. Wasjudi, e Maryamu dhalilika kwa ajili ya Mola wako. Warkai marakina, na ewe Maryamu nyenyekea pamoja na wenye kunyenyekea. Anasema Ali Imran, ay ikhdai wakhshai li amri Allahi tabaraka wa taala, e Maryamu ikhdai, nyenyekea, wakhshai li amri Allahi tabaraka wa taala, natii kwa kutii amri Allah tabaraka wa taala. Fa Maryam kanat munqati'atan lilibada, Nabii Maryam alikuwa yeye amekuwa amejitenga na ibada kutokana na mazingira alikuwa nayo. Hakuwa sahihi kufanya ibada hii ya sala kutokana na hali alikuwa na yeye. Ndio maana anambia ikhdai wakhshai, nyenyekea li amri Allahi tabaraka wa taala, kwa amri ya Mola wako mtukufu. Fa Maryam kanat munqati'atan, alikuwa yeye amejitenga alilibada kwa kuabudu. Wa hiya mimman la tajibu alayhi salatu aljamaa, ilikuwa ni miongoni mwa wale ambao hairuhusu si wajibu kusali sala ya jamaa. Falaysa maqsudu Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala hiya hadhihi al-aya, falaysa maqsudu Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya, haikuwa maksudio ya Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii, anna al-insana yustahabu lahu an yadfa'a zakata wa raki'u, kwamba yeye mwanadamu ni sunna kwake yeye kutoa zaka hali ya kuwa amerukuu. Haikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo anaisherehesha, ameleta aya nyingine kuonesha kwamba neno raki' si kwa maana ya kuwa ndani ya swala, ni maana nyingine ambayo inaonyesha unyenyekevu na utiifu mkubwa kwa Mola mtukufu Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hiyo ni nukta nyingine ambayo inathibitisha na kuonesha wazi kwamba hayo si madhumuni kama ambavyo wao wanavodai na kujengea hoja kwamba hapo alikuwa Sayyidina Ali alitoa zaka hali ya kuwa amerukuu. Sadisan, nukta ya 6 ambayo inaonekana kupinga au kujibu kwamba aya ile ambayo imetumia innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu yuqimuna as-salata alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una, hali ya kuwa wamerukuu. Kwa hivyo nukta 6 nasema sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu hasa iliyopelekea aya hii kuteremshwa au sababu ya kuteremshwa kwa aya hii, annahu ya kwamba lamma jaat banu Qainuqa ar-rasula sallallahu, walipomjia hawa Banu Qainuqa, ni kabila miongoni mwa kabila ya Kiyahudi, dhabu ila Ubada ibn Samit, walikwenda kwa Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kama akhraja dhalika Ibn Jarir fi tafsirihi, kama ambavyo amezungumza hiyo Jarir katika tafsiri yake. Wa araduhu an yakuna ma'ahum, na amekusudia kwamba huyo alikuwa miongoni pamoja na yeye. Fatarakahum, akawaacha. Waadahum, watawalla Allah wa rasulahu, wakamfanyia wadui. Watawalla Allah wa rasulahu, watawalla Allah wa rasulahu, faanzala Allah jalla wa ala al-aya, wakamfanyia wadui. Waadahum, akawafanyia wadui. Watawalla Allah wa rasulahu, na yeye sasa akajenga mapenzi kwa Allah pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawafanyia wadui wale, lakini yeye baada akajenga mapenzi makubwa kwa Allah tabaraka na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Faanzala Allahu jalla wa ala al-aya, akateremsha Allah mtukufu aya hii akasema, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una. Jamani, siminevyo kipenzi chenu, msaada wenu nyinyi ni kwa Allah na mtume wake na wale ambao wameamini, ambao wanasimamisha swala na kutoa zaka aliyekuwa amerukuu. Hao Banu Kainuka wasikushughulishe wewe, hao si katika watu wako, watu hasa ni hawa. Kwa ina maana aya sababu kubwa ni hiyo. Kwa hivyo haihusiani na tafsiri ambayo wao wameizungumza. Na pia katika tafsiri al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake ameleta hadithi ya Mtume salama akisema kwamba huyu Abdullah ibn Salam ni katika Mayahudi, tena ni katika wanachuoni wakubwa sana Kiyahudi. Huyu bwana alisilimu. Kwa baada ya kusilimu, wale Mayahudi kwa koo zao zote, maana ndani ya Madina kwa kuna koo kubwa tatu, koo zote tatu, Banu Kainuka, Banu Nadhir na Banu Quraidha, wote hawa wakamfuata na akawaambia, kuanzia leo sisi hatuko pamoja na wewe, hatukusaidia kwa lolote tena, si wewe tu, wote ambao mmekuwa wafuasi wa huyu bwana, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuko pamoja sana nyinyi. Yani wakawatenga, kawakata kwa lugha leo, fanya mukata. Kwa hivyo hali hii ikamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba koo zote za Kiyahudi zimewatenga hawa, kisa kusilimu kwa Abdullah ibn Salam. Alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana wa Kiyahudi, wakimtegemea sana, lakini kasilimu bwana. Kwa hiyo wakaapa hivyo watenga kabisa, hakuna tena ushirikiano. Basi Allah akateremsha aya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu, msiwe na hofu. Abdullah ibn Salam na wenzi wote, nyinyi kipenzi chenu, rafiki yenu, wakuteteeni, wako pamoja na nyinyi ni Allah na mtume wake na walioamini, tena ambao wanasimamisha swala, wanatoa zaka, hali ya kuwa wanafanya hayo si kwa ria, kwamba waonekane, wasifiwe. Kwa sababu Mungu anasema, wala tamnun tastakthir, usifanye jambo kutaka ziada kwako. Wao wanafanya hayo hali ya kuwa watiifu wakubwa, wanyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala, si kwa maana wanasali. Ndio aya zikashuka kuweka hilo. Sasa kwa nini uibirue tafsiri hiyo inayohalisia ukaleta kwenye maana yako wewe ambayo haikubali aslan, kwa hali yote haikubali? Maana hata mwenyewe ungesema kweli hilo limetekelezeka na unalikubali, mbona utoe zaka ukiwa unarukuu na swali? Kama Sayyidina Ali unaimuunga mkono wewe kwa asilimia zote, ametoa zaka akiwa na